Shukuru Mungu kwa fursa hii ambayo ametupa kulisikia neno lake. Nimshukuru pia kiongozi wa kanisa hili Reverend kwa fursa hii na kukubalia na kwamba niweze kufika huku siku ya leo. Amen. Asante kwa viongozi wote wa kanisa
kwa kukubalia vijana kuwa na ibada. Wakati shetani ameamua kumaliza wale wengine katika dunia, nyinyi mmekubalia hawa vijana wa hapa na pia wale wengine ambao wanakuja waweze kumtumikia Mungu. Sema shetani amepoteza, kwa sababu sisi kama vijana tutamtumikia Mungu. Amen. Amen. Hatutapotea katika dunia. Haleluya. Mambo ni mengi ya kuharibu Gen Z, lakini sisi tutakuwa Gen Z wa Christ. Sema amen. Amen. Haleluya. Wengine wakiharibikia vilabu, sisi tutakesha kanisani, kwa maana kuna siri kubwa katika kukaa ndani ya Kristo. Amen. Hatutaharibika. Pia mtu hatutaharibika. Wakienda kuandamana huko kwa street, sisi tunaandamana kwa magoti. Haleluya. Tutapiga magoti na tutamuita Mungu. Wakiinua mabango juu, sisi tutalinua jina la Mungu juu, kwa sababu yeye pekee ndiye na uwezo wa kubadilisha mambo. Haleluya. Amen. Sijui wewe unainua bango gani juu? Haleluya. Haleluya. Uliza mtu ni bango gani unainua juu. Wengine wakisema must go, sisi tunasema Kristo anatawala. Haleluya. Haleluya. Amen. Ambia mtu changamka, kwa sababu mimi napenda kuongea na wewe ukiongea na mimi. Amen. Amen. Jina langu ni Timothy Mugo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ninampenda. Aliniokoa nikiwa kijana mdogo wa miaka 12. Tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2013 ndipo nilipompokea Kristo maishani mwangu, na kutoka siku ile nikaamua kumfuata bila kurudi nyuma na bila kuangalia nyuma. Amen. Haleluya. Mimi nashiriki kanisa la Full Gospel nikiwa nyumbani. Full Gospel kiimani upande wa Kitui Moi, na Mungu ni mwema. Amen. Nataka tukunena jambo kwa ufupi kama vile Roho anavyotuongoza. Nilipoangalia ili bango tukiendelea na ibada ya kwanza, nilifurahi sana, kwa sababu wakati Mungu alikuwa ananiandaa alinipa neno kuhusiana na imani. Wakati niliangalia ili bango nikajua Mungu ako na sababu. Amen. Ni vizuri kutembea katika Roho, maana utaelewa kile Roho anachotaka kwa wakati wake. Amen. Nilipokuwa najiandaa, nilipoambiwa na ndugu James ya kwamba niweze kutembea huku siku ya leo, Mungu aliweka neno maishani mwangu ambalo nitalinena kwako, na ni neno kuhusiana na imani. Nataka kuongea kuhusu the authority of faith. The authority of faith. The power in faith. Hallelujah. The authority of faith. Napenda kutumia kizungu sana, sijui kama naweza pata mkalimani. Yes. Okay. Kwa sawa kizungu, tuendelee na kizungu. Mkalimani? Yes. Nitashukuru nikipata mkalimani. The authority of faith. The chapter of the year pale naona ni Hebrews 11. Kifungu cha mwaka ni Waebrania kifungu cha 11. Hallelujah. I want us to read that verse. Nataka tusome huo mstari. Even as the Lord will lead us. Jinsi Bwana atatuongoza. Hebrews chapter 11. Waebrania 11. Verse 1 is from verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hebrews chapter 11. Waebrania 11. And the Bible says, Biblia inasema, now faith. Imani is the assurance ni ile hakikisho of things kwa vitu zinazotumainiwa. Now faith, imani is the assurance ni hakikisho of the things kwa zile vitu hoped for. Tunazotumai. I want to understand what the Bible is saying. Nataka tuelewe jinsi maandiko yanasema. When it tells us that faith wakati inatuambia kwamba is the assurance ni ile hakikisho of the things ya zile vitu hoped for. tunazotegemea. Hallelujah. Amen. When you have
have faith, Ukiwa na imani, you have the assurance uko na ile hakikisho of the things you hope for. ya zile vitu unavyotumainia. In simple language, Kwa lugha rahisi, faith brings into reality. Faith imani brings into reality inaleta vitu kwa hali ya kuonekana. our hopes. Ile matumaini yetu. The hopes you have, Yale matumaini tuko nazo they can only become real inakuwa ya ukweli if you operate in faith. tunapotembea katika imani. As a man Kama mwanadamu under the sun, chini ya jua, I know that the hopes you have. tunajua ile matumaini uko nayo. I know that the things you expect to happen. Kuna ile vitu unatumaini kukua navyo. There are the things you want in your life. Kuna vile vitu unatamani katika But for maisha these yako. things to come to me, Lakini ndio ndiposa hizi vitu zikuje, there must be an element of faith lazima kuwe na kile kipengee cha imani in your life. katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I do not know what you're expecting Na sijui unachokitumainia in your family and business, katika biashara yako na familia in yako, your ministry and destiny. katika huduma yako na your destiny. But for that thing to come to be, Lakini kwa kila kitu kikuu there must be the element of faith. lazima kuwe na hiki kipengee cha imani. For that hope to become a reality, Kwa hiyo tumaini lako likuje there kuwa must kweli. be an element of faith. Lazima kuwe na kipengele cha imani. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Those hopes you have, Hayo matumaini uko nayo, those ambitions you have, hiyo tamaa ya vitu vizuri uko nazo, as a young man, kama mtu muyana, for them to come to be, zikuje zikuwe za kweli, you zitimie, must have faith. lazima uwe na imani. Faith is the assurance Imani ni of hakikisho the things hoped for. ya zile vitu unatumainia, Faith brings into reality zinaleta kutimia your aspirations and ambitions. yale matumanio au tegemeo zako. Praise be to God. Amen. What are you expecting from God? Tegemea nini kutoka kwa Mungu? What do you want to happen in your life? Nini unataka kufanyike katika maisha? What do you want to happen in your business? Nini unataka kifanyike kwa biashara What yako? do you want to happen in your family? Nini unataka kitendeke kwa familia What do yako? you want to see in the Nini church? unataka kionekane kwa kanisa? What do you want to see in your Nini children? unataka uone kwa watoto I wako? come to tell you it is possible. Kuambia inawezekana. As long as you have faith, Bora tuko na it is possible. inawezekana. It can come to me. Inakuja It kutimia. shall come to me. Itakuja You kutimia. only need faith. Itahitajika tuwe na imani. Praise be to God. Amen. You only need faith. Inahitajika tu uwe na imani. Hallelujah. Amen. Tell somebody how you need faith. Tunahitaji imani. Nothing is too hard Hakuna kitu ambacho ni kigumu for zaidi a man of faith. kwa mtu ambaye ana imani. And you know why? Unajua kwa nini? My Bible tells me Biblia that inaniambia, my God is a faithful God. inaniambia Mungu wangu ni That my mwaminifu. God is a faithful Mungu God. wangu ni So mwaminifu. whatever He promises, Chochote whatever He has alichotuahidi, told me must come to pass. chochote ametuahidia, If I believe in Him, nikimwamini it shall surely come to lazima pass. ikuje itimie He katika does maisha not yetu. lie. Hadanganyi. He does not Mungu lie. si muongo. In there is no element of lie. Katika ndani yake He is hakuna the uongo. truth. Ni yeye ukweli. So His promises to me, Ahadi they zake are kwangu true. ndio ni za kweli. Amen. What has God promised you? Mungu amekuahidia nini? What has God told you Mungu about your life? amekuahidia nini kuhusu maisha I yako? came to confirm to you. He Kuhakikishia is a truthful God. Mungu wa kweli. And whatever He tells you, Kitu chochote it anachokuahidia is true. ni cha kweli. Hallelujah. Amen. Some of us, Wengine wetu God has told us great things about us. Mungu ametuambia mambo makuu. God has shown you great things about your life. Ametuonyesha mambo makuu I came to confirm to you it is true. kuhakikishia ni He ukweli. told you you shall be rich, it is true. Alikwambia utakuwa na He told you you shall be healed, it is true. alikwambia utapona. Whatever He says about you is true. Alichosema kuhusu wewe ni ukweli. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Whatever He says about you, Chochote anachosema kukuhusu it is true. ni ukweli. So when the man of God stands here to preach
to you Watu wa Mungu wanasimama and tell you there is healing in Jesus. Yes. And tells you there is healing in Jesus. Anakuambia kuna uponyaji. And tells you there is deliverance in Jesus. Kuna ukombozi ndani ya And tells you there is elevation in Jesus. Anakuambia kuna kuinuliwa ndani ya And tells you there is prosperity in Jesus. Kuna kuendelea ndani ya Yesu. You only have to believe that word. Unachohitajika tu ni Because what he speaks is the truth. sababu kitu Mungu anasema ni cha ukweli. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. When men are complaining Watu wanapolalamika about the economy and everything, kuhusu uchumi na kila kitu, you do not join them. yes, Don't join them. Don't join them. usiwanike na wao. Listen to what God is saying Kiza kile mtu about the current situation. kuhusu hali ya sasa hivi. Listen to what God is saying Kiza kitu Mungu anasema about the current situation. kuhusu hali ilivyo sasa hivi. Praise be to God. Bwana Yesu And asifiwe. yet there are a lot of complaints in Kenya. Kuna lawama mingi But as the church, lakini kama it kanisa is not our business to be si complaining. shughuli yetu kuenda It kulalamika. is a time to see what God is Ni saying. wakati wetu kuona kile mtu wa Mungu anasema. I know one thing about my God. Najua kitu moja kuhusu Mungu wangu. Even in crisis, Hata katika hali ngumu, even in crisis, katika ile hali there zozote, is still His will lazima kuna ile mapenzi yake in that crisis. katika hiyo hali ngumu. Praise be to God. Amen. When there was hunger in the land of Israel, Wakati kulikuwa na njaa katika nchi ya Israeli, praise be to God. Bwana Yesu And the man asifiwe. of God Elijah Mtumishi wa Mungu Elijah had to flee from that land, ilibidi haepe kutoka hiyo nchi and he was fed. na alilishwa. Praise be to God. Amen. I don't know what hunger is in this area, Sijui ni njaa gani iko katika maeneo haya, but I can tell you one thing. but nimekuja kukuambia kitu. There is still a God who feeds men Kuna yule Mungu analisha watu when there is lack. wakati kuna ukosefu. There is still a God who sends ravens to men Kuna yule Mungu anatumia watu kunguru when there is hunger. wakati kuna njaa. Praise be to God. Amen. Elijah just needed to obey Elijah alihitajika tu kutii and go to that brook. na akaenda katika ile, He just needed obedience. alihitajika tu He utiifu. just needed obedience. Alihitajika tu utiifu. And let me tell you one thing. Acha nikwambie kitu kimoja. Your obedience to God Utiifu wako kwa Mungu is a proof of faith in God. ndio hakikisho yako kwa imani yako. A man that obeys God Mtu ambaye anamtii Mungu is a man that has faith in ni God. mtu ambaye ana imani ndani ya Mungu. Look at the scenario of Abraham. Angalia hali ya Ibrahimu. He is told by God, leave your land. Anaambiwa na Mungu acha nchi yako. He did not question. Hakuuliza He maswali. obeyed because it was God. Alitii kwa sababu alikuwa ni Mungu Praise be to alimwagiza. God. Bwana Yesu And he asifiwe. became a father of many nations Akakuwa baba just because of kwa obedience. sababu ya utiifu. Some of us, we need to elevate our faith by showing Wengine obedience. wetu tunafaa kuinua kiwango chetu cha imani kwa kuutii. The reason why maybe things are not working for us Sababu inayosababisha mambo mengi is hayafanyiki kwa because we maisha have disobeyed. kwa sababu tumekosa kule When the kutii. Lord tells you to turn left, Mungu anapokuambia geuka upande wa kushoto, you turn right. uligeuka upande wa kulia. It is a time that you turn to the side Ni wakati unafaa kupinduka upande ule that God has told you to turn into. Mungu amekuambia upinduke. And that is where the power of faith comes in. Hapo ndio nguvu za imani. The authority of faith Ile hukumu ama ile is in nguvu ya obedience to God. ni kwa utiifu. The authority of faith, Nguvu ya imani, the power of faith nguvu kwa imani is in our obedience to God. inakuja wakati tunatii Mungu. You want to see God working for you. Unataka kuona Mungu akifanya Things mambo working katika maisha. towards your direction. Vitu zikifanyika vile unahitaji Begin by obeying God. tii Mungu. Obedience is a sign of faith in God. Utiifu ni onyesho la imani. Abraham showed great faith Abrahamu alionyesha imani when kubwa God told him to sacrifice his son. wakati Mungu alimwambia mtolee dhabihu ya He mtoto did wake. not question God Hakuuliza maswali kwa Mungu because he had faith in kwa God. sababu alimwamini Mungu. Praise be to God. Amen. Maybe some of us, God has told us to do one thing or another. Labda wengine wetu Mungu ametuambia tufanye hiki ama kile. God has told you to go and feed the poor. Mungu amekwambia uende ulishe wenye God njaa. has told you to bring your tithe, full tithe, Mungu amekwambia ulete ile fungu la 10 into the house of God. katika nyumba yake. Praise be to God. Amen. That is what you need to do.
huo utiifu ndio unahitajika. Because it shows faith in Kwa God. sababu inaonyesha ile imani yako na I have also come to learn this thing. Yes. I have also come to learn this one thing. Kuja kugundua hili That giving kwamba matoleo is a sign of faith in God. ni onyesho la imani kwa Mungu. Giving is a sign of faith in God. Matoleo ni imani kwa Mungu. Praise be to God. Amen. Because you know the God you're giving it to. Kwa sababu unajua Mungu ambaye unamtolea. Hallelujah. Amen. There is a time I was not a very good giver. Kuna wakati nilikuwa siko mtoleaji mwema. And things were not working for me. Na mambo yalikuwa yafanyiki vizuri. Until I understood that giving. Mpaka wakati nilipokuja kuelewa Giving kwamba kutoa is a sign of faith in God. ni onyesho la imani ndani ya Mungu. Look at the story of Cain and Abel. Angalia scenario ya Kaini na Abeli. They were to bring their offerings before God. Kuleta matoleo yao ama sadaka zao kwa Mungu. Cain was careless. Kaini alikuwa shughuliki. Because his faith in God was wavering. Kwa sababu imani yake ndani ya Mungu ilikuwa inayumba. He just took one offering here, another there. Alichukua tu vitu kiolela olela akapeleka. But his brother Abel, lakini ndugu yake Abeli, he had great faith in God. alikuwa na imani kuu ndani ya Mungu. It's recorded in the book of Hebrews. Ilivyorekodiwa katika kitabu cha Waebrania. Hallelujah. Amen. And he took the best. Na alichukua zile njema Because he knew his God. kwa sababu alijua Mungu wake. He took the best Alichukua zile and chaguo brought it to God. akaletea Mungu. And it was counted to him as faith. Na ilihitajika kama ilihesabika kama imani. I am not teaching about giving. Sifunze kuhusu kutoa. That has just come up. Imekuja tu. But your giving Lakini matoleo is yako a sign of ni onyesho la imani yako ndani ya Mungu. So do not be careless with your giving. Usikuwe tu mtu olela katika matoleo. Do not be careless with your giving. Ukuwe tu mtu mwangalifu katika matoleo. Hallelujah. Amen. Do not be careless with your giving. Usikuwe mtu wa kukua bila kujali katika matoleo. And do not just give for the sake of giving. Usipeane tu kwa sababu watu wanapeana. Give with the revelation. Peana katika huo ufunuo. Give with the revelation. Peana na ufunuo kwa That ufunuo. my giving is a sign of faith in Matoleo God. yangu ni onyesho la imani yangu ndani ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu After asifiwe. this Sunday, you will change your giving. Baada ya Jumapili hili utabadilisha jinsi unavyotoa. Maybe increase it. Unaweza ongezea. Hallelujah. Amen. I said I'm not preaching about giving. Forgive me for that. Utaniruhusu utasamehe sita. But I want to insist. Lakini nataka kutilia How you give even your time to God jinsi unavyotolea hata muda wako kwa Mungu. is a sign of faith Ni onyesho la imani yako kwa in Mungu. God. Yes. Praise be to God. Bwana Yesu You asifiwe. know, some of us are even careless in going to church Wengine wetu hata hatujali hata jinsi tunavyoenda kanisani. because our faith is still little. Kwa sababu imani yetu bado ingali changa au You can come to church today unaweza kuja kanisani leo. and skip the 3 Sundays. Jumapili zinazokuja tatu na unawacha kuja. Sunday. Utakuja ile nyingine ya tano. Some of us go to church on the first week Wengine wetu tunaenda wiki ya kwanza ya and the mwezi last week of the month. na wiki ya mwisho ya mwezi. Why? Kwa sababu It's because gani? we have not understood that our time before God Kwa sababu bado hatuna ule uelewa kwamba muda wetu mbele ya is Mungu a sign of faith in kwamba ni God. onyesho la imani yetu ndani ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. How often did you go to God? Yes. How often did you go to God? Mara ngapi au ni kwa muda gani unaenda mbele za Mungu? Another sign of faith is prayer. Onyesho lingine la imani ni maombi. The Bible says in the book of 1 John chapter 5, Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Yohana wa kwanza and in verse 14 there, 5:14 that this is the confidence that we have. kwamba hii ndio uhakika tunao. We can read that verse. We can read that verse. 1 John chapter 5, John 5. Yohana verse 14. 5:14. And this is the confidence that we have toward Him. Huu ndio ujasiri tunao kwake. Praise the Lord. Amen. That if we ask anything according to His will, Kwamba tukiuliza kitu chochote kulingana na mapenzi yake, He hears us. anatusikia. This is the confidence. Huu ndio ujasiri. And confidence is in faith. Ujasiri wetu uko katika imani. You cannot have confidence in something you do not believe in. Hauwezi kuwa na ujasiri kwa kitu ambacho ukiamini. So when I say prayer is a sign of faith in God, Wakati nasema maombi ni onyesho ya imani ndani ya it Mungu, is scriptural. ni iko katika Biblia. Praise be to God. Amina. Whenever you pray,
Wakati wote unapoomba, it shows your faith in God. inaonyesha imani yako ndani ya Mungu. Because you acknowledge Kwa sababu unakiri your insufficiency upungufu wako without God. bila Mungu. You acknowledge Unakiri as a man kama binadamu you are capable hauwezi without the help of God. bila msaada wa Mungu. Praise be to God. Amen. Man was designed in such a way Mtu aliumbwa kwa jinsi namna that ambavyo his sufficiency kwamba utoshelezaji wake can only be in God. inakuja wakati unakuwa ndani ya Mungu. That's why Ndio maana man walked out of the Garden of wakati Eden. mtu alitembea kutoka kwa shamba ya Edeni, Death walked in. shetani aliingia, Sickness walked in. magonjwa yaliingia, Every kind of insufficiency walked in. upungufu wa aina zote uliingia. That is how we are created and made by God. Ndivyo jinsi tumeumbwa. Our sufficiency is only in God. Utoshelevu wetu uko ndani ya Mungu. Praise be to God. Bwana Yesu So asifiwe. a man not in God Mtu ambaye yuko ndani ya Mungu is a man incomplete. ni mtu ambaye hajakamilika. Praise be to God. Bwana Yesu A asifiwe. man not connected to God. Mtu ambaye hajaunganika na Mungu, A man who God does not reside in him mtu ambaye Mungu haishi ndani yake, is a man incomplete. ni mtu ambaye hajakamilika. So whenever you walk away from Kwa hiyo God, wakati wote unapoenda mbali you na begin Mungu, to suffer lack. unaenda Unapungukiwa. Hallelujah. Amen. When the moment you're not connected to God, Wakati wote haujaunganika na you Mungu, are insufficient on your own. unapungukiwa You katika, are incapable on your own. hauwezi kuwe mwenyewe. Praise be to God. Amen. You need God. Unahitaji You Mungu. need God. Unahitaji Mungu. You need God. Unahitaji That's Mungu. why you need to spend time seeking Ndio Him. maana unahitaji kutafuta Mungu kwa wakati wako. How often did you pray? Mara ngapi unaomba mpendwa? Somebody told me one time Mtu akaniambia that lack of prayer kwamba upungufu ama ukosefu wa maombi in a Christian, kwa Mkristo, prayerlessness kukosa maombi kwa Mkristo is a sign of pride. ni onyesho la kiburi. How do you live without prayer? Unaishi aje maisha bila? It shows you are insufficient without God. Ni kama inaonyesha kwamba wewe unajitosheleza mwenyewe. Hallelujah. Amen. As a Christian, how do you spend a full day Kama Mkristo unaishi aje siku nzima without taking like 10 minutes to pray? bila kuchukua hata muda wa dakika 10 hivi kuomba? That's for a beginner Kwa mtu ambaye ana in the things of God. kwa maombi ya imani. Praise be to God. Amen. How do you spend a full month Mwezi unaishi aje without calling on God in prayer and bila hata fasting? kuita Mungu katika maombi na I do not come to condemn you. sijakuja kukulaumu. I came to church house Nimekuja so that you may be fully equipped. ndio umekuwa na Equipped. Umetengeka. umejengeka. Amen. Praise be to God. Amen. Prayer Maombi is a sign of faith in ni God. onyesho la imani, Is a sign of trust in ni God. onyesho la kuamini. How much you pray Kiwango ambacho unaomba is how much your faith is measured in God. ndio kiwango ambacho kipimo cha And even the more you pray, jinsi the unavyoomba, more your faith increases in God. unavyoomba zaidi ndio Do imani you yako. know why? Kwa nini The unajua? more you continue to journey in prayer, Jinsi unavyoendelea katika the maombi, more God reveals Himself to you. Mungu anajifunua katika maisha The yako. more you begin to experience deeper dimensions of God, Unapoendelea kupata zile vitu za ndani za Mungu, and the more you continue believing in God. ndio jinsi unavyoendelea kuongezeka Praise katika be to kuamini God. ndani ya Mungu. Bwana Yesu Ask asifiwe. any man of prayer, Uliza mtu yeyote a anapotoka kwa man maombi, rooted in prayer mtu ambaye amechimba mizizi, is not a man you can easily shake. si mtu unayeweza Because every time he goes before God, wakati anapoenda mbele ya he Mungu encounters a different dimension of God. na uwepo mwingine wa Mungu. Hallelujah. Amen. The more you go before God, Jinsi zaidi unapoenda mbele ya Mungu, the more He reveals Himself to you. ndipo Mungu anajifunua zaidi. The more He opens the possibilities of Himself to you. Ndipo anafungua yale mauwezekano yake kwako. Do you know why things seem impossible to us? Naona kwa nini vitu zinaonyesha ni kama It haziwezekani. is because we have not unveiled the possibility of God Kwa sababu hujafunuliwa ile uwezekano iko ndani ya Mungu. that affects that situation you are in. Yale ambayo yanawezekanisha au yale yanafanya hayo mambo yawezekane ndani ya Mungu. My Bible tells me that God is all powerful. Biblia yangu inaniambia Mungu anaweza yote. He is all powerful. Ni Mungu muweza yote. So in Him
Kwa hivyo ndani yake nothing is impossible. hakuna kisichowezekana. But with us, Lakini kwa binadamu some things are possible, kuna yale mambo hatuwezi, others are impossible. kuna yale tunaweza. But the moment we engage the factor God, Lakini wakati tunaleta kipengele cha we engage the factor that makes all things possible. tunaleta hicho kipengele ambacho kinafanya mambo yote ya Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. And the moment it begins to affect our Wakati lives, anapoendelea we begin to be like Him. tunaendelea kuwa kama yeye. Hallelujah. Amen. Tell somebody, we begin to be like Him. Tunaendelea kuwa kama yeye. Impossibilities become Mambo possibilities. yasiyowezekana yanakuwa yanawezekana tena. Hallelujah. Amen. What is that thing that you see? It has become a big deal to you. Ni jambo gani hilo limekuwa ngumu kwako? Engage the factor God, Leta hicho kipengele cha Mungu the katika Almighty God, Mungu muweza yote. the all-knowing God, Mungu anayejua yote. and things will begin to work for you. Yasiyowezekana yatawezekana. Praise be to God. Amen. I know in our lives we face different situations, Najua katika maisha yetu tunapatana na hali tofauti tofauti. but our faith in God, Lakini imani yetu ndani ya the Mungu. Bible says in the book of Mark 11:22-23, Biblia inasema katika kitabu cha Marko 11 mstari wa we can 22. read that. Tunasoma hiyo. Mark 11. Marko 11:22 kwenda 23. This is Jesus speaking about faith, Huyu ni Yesu akizungumzia imani. and this is what he tells the disciples. Aliambia mitume. Let me begin from verse 20. Tuanzia mstari wa 20. As they passed by in the morning, they saw the fig trees withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cast has withered. And Jesus answered them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Amen. Praise be to God. Amen. Jesus is walking with his disciples in the evening, Yesu anatembea na mitume wake jioni. and they were hungry, Walikuwa na njaa. and they come to a fig tree expecting to find some fruits, Wanapita kwa mti wa mkuyu wakitegemea and there was no fruit in that tree. na huo mti haukuwa na matunda yoyote. Jesus cursed the tree, Yesu akalaani mti huo and they went by, na wakapita. and they were passing there in the morning. Na wakati mwingine wakirejea, Peter was very observant. He looked at the fig tree, Petero alikuwa akitazama na akaangalia ule and he mkuyu. saw that it was withered right from the branches to the roots. Akapata ule mti umekauka kutoka juu mpaka chini kwa mizizi. And he tells him, Rabbi, Akaambia Yesu, the mwalimu, fig tree you cast ule mti wa mkuyu uliolaani is already dried up. umeshakauka. Jesus tells them this: Yesu akawaambia hivi, have faith in God. kuwa na imani ndani ya Mungu. Have faith in God. Kuwa na imani And ndani. he tells them, truly I say to you, Na kuambia kwa hakika, whoever has faith yeyote aliye na imani can say to this mountain, be moved or be taken up anaweza kuambia mlima, and be thrown into the sea, jitoe hapa na utupe katika bahari, and it will come to pass. na itafanyika He hivi. continues and tells them, Anaendelea na kuambia, if you do not doubt, kama hautashuku, if you do not doubt, kama hautakuwa na shauku, whatever you say, chochote utakachosema it will be done. itakuja itendeke. Today, by the grace of God Siku ya leo kwa and by the privilege of the power in the word of God, yes, I want us to kill doubts in our hearts. nataka tuue hiyo ni Whenever you say to that situation, be taken up, hali yoyote unayoiamini, believe amini, and do not have doubts. usiwe na shauku. The Bible says, Biblia inasema, Jesus himself is saying, Yesu mwenyewe alisema, it will be done for you. itafanyika I kwako. don't know what you have been doubting. Sijui umekuwa I don't know what you have been doubting. sijui umekuwa na shauku juu ya Today nini. I encourage you in the Leo na Lord. kutia moyo, Stop doubting. acha It kushuku, will be done for you. itafanyika kwako. Hallelujah. Haleluya. I don't know the situation. Sijui ni hali You gani have been doubting for some time. umekuwa ukishuku, I came to encourage you in the Lord. kutia Do moyo, not doubt. shuku. Jesus is saying to you, Yesu anasema it will be done
for you. Take away doubt from your heart. Toa hiyo shauku katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. The problem we have is doubt. Shida tuko nayo ni shauku. Oh, I pray Jinsi ninavyoomba that the Lord will help us kwamba Mungu atatusaidia to take away doubt from our hearts. shauku katika That the Lord will help kwamba you Mungu to atatusaidia take away doubt from your atoe hearts. shauku katika mioyo. To God, Bwana Yesu, you have struggled with your children. umestruggle katika They are going into sin, watoto wako wanaingia katika into dhambi, all form of immorality. katika hali zote Stop zisizopendeza. doubting God. Wacha kushuku Mungu. He can change them in a night. Mungu anaweza By kuangalia morning they will be good. kufika asubuhi. Stop doubting God. Wacha kushuku. Stop doubting God. He says it will be done for you. Sema itafanyika kwako. Hallelujah. 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 That sickness that has become a problem to you. Umekuwa mzigo kwako. My Bible tells me Biblia inaniambia his name is Jehovah Rapha. jina lake ni So when you say Jehovah Rapha, unaposema you are calling in the healer. unaita Mungu mponyaji. You are calling in the healer. Unamuita Mungu And the mponyaji. dimension of healing Na hiyo kiwango cha should be revealed to you itafunuliwa only if you do not doubt. wakati ambapo hauta The Bible speaks about the woman ongelea mwanamke with the flow of ambaye blood alitoka na damu for some 12 years. miaka 12. She had tried every possible Alikuwa option amejaribu njia zote and it did not work lakini out hakusaidika. until sometime Lakini siku she moja heard Jesus was passing by. Yesu anapita. She heard Jesus was passing by. Yesu anapitia. She said, I have done everything, Sema nimechoka. but now I have only one thing to do, Leo nimebaki to na kitu believe Jesus can heal Mwamini Yesu. me. And she ran forward Akakimbia. and touched the hem of his garment. Shika ile pindo ya Yesu. The blood was stopped forever. Hiyo damu I don't know what sickness has been in you. Sijui ni ugonjwa I gani. don't know what sickness has been in your Sijui family. ni ugonjwa gani I umetoka. don't know what sickness has been in your Sijui children. ni ugonjwa But by the authority of the word of God, katika ukuu I came to tell you, believe in Jesus. He can heal you. I came to tell you, believe in Jesus. He can turn the situation around and walk around with a testimony. Tembea na ushuhuda. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Yesu asifiwe. The Bible speaks about Peter. Ongelea kuhusu Petro. As they were entering the temple, Alikuwa anaingia kanisa. there was a cripple Kulikuwa na mtu who had been there for some time. aliyekuwa amekaa pale. Who had been there for some Alikuwa time. amekaa pale. And as Peter and John were about to Peter walk na in, Yohana walipokuwa he wanaingia, looked at them. anawaangalia. He did not just look at them. Hakuangalia. The Bible states clearly. Biblia inasema He looked at them expecting to receive. aliwaangalia akitazamia kupokea. He expected to receive something. Tegemea I kupokea. don't know why you came today. Hujui kwa nini. I don't know why you came to church Kwa today. nini kuja But I kanisani? want to present it to you something. Have an expectation to receive, and you shall surely receive. Have an expectation to receive. Whenever you've got to encounter God, have an expectation to receive, and you shall surely receive. Pokea katika jina la Yesu. Do not just come to church. Kuje tu kanisa. Do not just come to church. Kuje tu kanisa. Always come with an expectation. Moyo wa Always come expectant. tegemea. Because the Lord, Sababu the Bible says in his storehouse, in the house of the Lord, katika nyumba ya Mungu. in the store of the Lord, Katika in the house of the Lord, there is always something for you. So do not come casually. kitu kwa maisha Do not yako. come Usifanye casually. tukiolela. Come expectant to receive. There is always something Kutoka for nyumba ya you. Mungu. Amen. Praise be to God. Amen. There is always something for you. Kwa ajili yako katika nyumba ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, he does not gather his people in vain. hakusanyi watu wake He bure. does not gather his people in vain. Hakusanyi watu wake bure. And whenever he releases his words, Anapoachilia neno lake, it must accomplish the lazima work itimize ile sababu, for which he has sent it. ile sababu ambayo ameituma ni kwa ajili yako. So whenever the man of God stands here to Wakati speak to you, mtumishi anaposimama kuongea, the word he speaks, neno ambayo analeta it mema comes with power. inakuja na nguvu. The word he speaks, Neno ambalo ananena it comes with power inakuja na to nguvu effect your life. ya kuaffect, To affect your ya life. kuleta badilisho katika maisha yako. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Not just be an ordinary Christian. Usikuwe tu Mkristo wa kawaida. Be a Christian full of faith. Kuwa na Mkristo ambaye amejawa na And you imani. shall see the power of God in your Utaona life. nguvu za Mungu katika maisha yako. Hebrews chapter 11 verse 2.
That was verse 1. Waebrania 11 mstari wa 2. Verse 2, the Bible says, but for by it the people of old received their recommendation. Let me go to verse 3. By faith we understand. When you read the Passion Translation of the Bible, it says, faith enables us to see. Praise be to God. By faith we understand. When you read Passion Translation, it says that faith enables us to see. Tunapewa imani inatuwezesha kuona. Praise be to God. Amen. Tell somebody, faith enables us to see. Imani inatuwezesha kuona. That which cannot be seen in the physical. Yale mambo ambayo hatuwezi ona kwa That which cannot be seen in the physical. Yale mambo hatuwezi ona kwa macho yetu. You can only see it by faith. Unaweza kuyaona kwa imani. Praise be to Bwana God. Yesu asifiwe. I know we are not in tomorrow. Najua tuko kesho. Praise be to God. Amina. I know you do not know what will happen to you tomorrow. Najua hujui kitakachokutendekea The kesho. youth, I know you do not know what you will become tomorrow. Wanarika sijui utakuwa nini. But if you become a Christian operating in faith, Kristo anayetembea katika imani. faith will enable you to see. Imani itakuwezesha kuona. 2 Corinthians 5 verse 7, I think. Kifungu cha 5 mstari Is wa it 7 or 7. 17? We can read that. For we do not walk by sight. Hatutembei katika kuona. 2 Corinthians chapter 5. Somebody give me that verse says that we do not walk by sight. We do not walk by sight. Yes. 7. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, Maana tunatembea kwa imani, not by si sight. kwa kuona. Do you know why? Unajua kwa nini? Because when we are not walking by sight, Kwa sababu wakati tunapotembea, when we walk by faith, faith enables us to see. wakati tunatembea kwa imani inatuwezesha When the Bible kuona. says we do not walk by sight, Wakati Biblia inasema tutembei kwa yale tunaona, it simply means we do not walk or we do not live inamaanisha tu kwa ufupi kwamba hatukai ama hatuishi by what is happening around kwa yale us, mambo yanafanyika by katika, the physical affecting kwa us. yale mambo yanafanyika mahali. We are far much better than that. Tuko mbele zaidi ya vile. We walk by faith. Tunatembea kwa imani. When things in the physical are predicting failure, Mambo yanapoonekana kwamba in the spirit or by faith we can see prosperity and success. kiroho ama kwa imani tunaona kuendelea. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Tell somebody do not walk by sight. Ambia mtu sitembei kwa yale tunayoona. Some of us, the backgrounds we have come from, Wengine wetu kwenye tumetoka, nothing good has ever come from that. hakuna kitu kizuri kimewahi kutoka. But that does not mean we will live like that. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Faith can enable us to see imani inatuwezesha kuona far much better things. mbele zaidi ya Praise be to God. kuliko haya. Do not be limited by your sight. Usitimizwe ama usikuwe limited na Do not be limited by your environment. usipimiwe maisha. Begin to see greater things Bora by vitu faith. zaidi, bora zaidi katika maisha yako kwa imani. Amen. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. I know you may have come from poverty, Najua umeweza kuwa umetoka katika but you ufukara. do not have to live in poverty. Si lazima uishi kwa Faith ufukara. can enable you to see success. Kuonyesha kufanikiwa. Praise be to God. Amina. My God is not a poor God, Mungu wetu si Mungu and I maskini. cannot serve God and die poor. Siwezi tumikia Mungu na Yeah, I cannot serve God and die poor. Praise be to God. Amen. He is not a poor God. The Bible says silver and gold belong to Him. Nasema fedha na dhahabu ni So zake. by faith I tap into silver and gold. Chukua hizo vitu za Mungu. Praise be to God. Amen. I cannot serve God and remain in sickness. Pia Mungu na nikae kama It's the mgonjwa. healer. Ni Mungu mponyaji. Say no to sickness. Say no to poverty. Nataka uone. Say no to failure. Walk by faith. Tembea kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. Do not let your current situation deceive you. Usiache hali yako ya sasa hivi kudanganye. See far by Ona faith. mbali kwa imani. See far by faith. Ona mbali kupitia kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. What are you currently seeing? You know, sometimes what we are seeing is what we confess.
Kile ambacho unaona ndicho ambacho unatamka. What you are seeing is what you confess. Kile unaona ndicho unatamka. And a man who walks by flesh, let me put it that way, Mtu ambaye anatembea katika kimwili will always confess failure. ataongea tu kuhusu mambo. Sometimes I'm a businessman. Wakati mwingine anafanya biashara. I went to a market some day. Alienda soko ingine siku nyingine. It was early in the morning, around asubuhi mapema 10 a.m. mida ya saa 4. And the person who was next to me, Mtu alikuwa karibu na he yeye. starts by telling me this market does not have money. Anamwambia soko imeharibika, hakuna pesa. I always come here and do not sell handy. Huwa anakuja asubuhi na siuzi kitu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. The faith factor in me was triggered. Yes, ile kipengele cha imani ndani yake kikaamshwa. It was triggered. Kiliamshwa. And I told her the day is still young. Akamwambia bado ni mapema. The day is still young. Mchana ungali You cannot start confessing failure in the morning. Huwezi anza kutamka mambo ya kuanguka. Hallelujah. Amina. And by evening she had sold. Na kufikia jioni alikuwa And I was looking at eyes she was selling and I was happy. na nilikuwa namwangalia na alikuwa ameuza na And nilifurahia. I was also happy because I sold. Na kwa sababu pia mimi nilikuwa nimeuza So nilifurahia. what surrounds you is what you speak. Hali ambayo inakuzunguka If you are not led by faith. kama utaongozwa na But a man of faith will look at things kwa faith imani, ataiangalia kwa imani, and say it is possible. anasema Look at inawezekana. Ezekiel. Angalia Ezekia. Ezekiel is asked by God, Ezekia anaulizwa, can these dry bones hii mifupa iliyokauka become alive? inaweza kuishi tena? Ezekiel was a man of faith. Ezekieli alikuwa mtu wa He imani. told God, only you God knows. Akamwambia, we Mungu, we mwenyewe wajua. That statement is a heavy statement. Kauli hiyo ni nzito. Tuisome, tuielewe vizuri. Ezekiel 7. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit and set me in the middle of the valley. It was full of bones. And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, Oh Lord, you know. He says, Oh Lord, you know. Bwana wajua. Hallelujah. Amen. Oh Lord, you know. Amen. Ezekiel understood who God is. Ezekia alitambua ule Mungu. So when he asked him whether they can become alive, Ndipo alipomuuliza kwamba zinaweza, he knew they can become alive because God knows. alijua kwa sababu Mungu anajua ile mifupa. Yes, they were dry. Yes, ilikuwa imekauka. They were very Ile dry. mifupa ilikuwa kavu. But Ezekiel tells him, Oh Lord, you Ezekia know. alimwambia, Bwana wajua. That is like telling him, let your will be done. Ni kama kumwambia Mungu, Mungu, mapenzi yako yatimie. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. You visit somebody in the hospital. Unaenda kutembelea mtu katika And hospitali. you look at them and you say, Unamwangalia unasema, things are not good. inaenda. That is the time to turn to God. Hiyo ndio wakati wa kumgeukia Mungu. And all you tell him, Jesus, Na unamwambia, Yesu, all you know, Mungu wajua yote. this man can become alive Huyu again. mtu anaweza rejeshewa afya yake. This tena. man can become alive Huyu mtu again. anaweza rejeshewa afya tena. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Stop looking at things with an attitude of failure. Wacha kuangalia mambo na ile moyo ya kuanguka au kufeli. Have faith. Kuwa na imani. At some time, a friend of mine, Siku moja rafiki yangu kutoka sekondari he was a drug addict. alikuwa mlaguzi au alikuwa ameadiktiwa na madawa ya kulevya. And I kept believing God that he would change one day. Na nilitumai Mungu kwamba atamgeuza siku moja. I told a friend of mine mwenye tunahubiri na yeye, Niliambia rafiki yangu mwingine tunayehubiri na yeye, I see this man siku moja ataokoka. naona huyu mtu one day will be saved. He asked me, unatafutananga nini na watu wa madawa wa banki? Akamuuliza, what are you looking for drug addicts? I told him it is the saving grace. I wanted them to encounter it. Akamjibu kwamba ni ile neema ya ukombozi, anataka imkomboe. The more he continued to preach it to the boy, Anapoendelea kumhubiria, the more he continued using all kinds of drugs. ndivyo azidi kuzama katika mihadarati. But my faith did not die. Lakini imani yake haikudidimia. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. One year ikapita, Mwaka ukapita, another year ikapita, 2 years down the line. and then on a Sunday he calls me in the evening. Jumapili moja jioni
akampigia simu. Praise be to God. Bwana Yesu And he asifiwe. tells me today I was in church. Akamjibu akamwambia siku ya leo nilikuwa And I kanisani. received Jesus in Na my life. nilipokea Yesu katika maisha yangu. After 2 years of praying for Baada ya him. miaka 2 kwa kumwombea. If I had seen that the impossibility of him getting away from drugs, Wakati kama ningeona kutowezekana kwake kukombolewa kutoka kwa mihadarati, I would have given up. ningekuwa nishakufa moyo. Hallelujah. The boy is doing good. Huyo kijana anaendelea Actually, vizuri. he's preaching like me. Anaendeleza kuhubiri. Glory be to God. Amen. I know maybe your children are into such things. Najua baadhi ya watoto wako wanaweza kuwa katika vitu kama Do hivi. not give up on them. Usife moyo katika. Do not give up on them. Usikufe moyo. Even me usikate right tamaa. now preaching to you here. Anapohubiri katika kwako. There are people I am still praying Na for watu ambao anaombea to be born again. ili waokoke. Na hakuna dalili yao ya kuokoka. And there is no sign of them getting saved. Hallelujah. Hallelujah. Nikiwatembelea wanavuta sigara kwa nyumba. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikiwatembelea wanavuta sigara kwa nyumba nikiwa hapo. When I visit them, they are still smoking my presence. Lakini nikitoka nasema Bwana unaweza. When I leave, I say, Wewe Lord, ukumbuke. Lord, remember them. Nawahubiria. I'll preach here. Hallelujah. Amen. Wewe ndugu yangu amevuta tu sigara wiki mbili. Your brothers just smoked just 2 weeks. Umelilia Mungu siku moja. You have just cried unto God just 1 day. Hallelujah. Yes. Na siku ya pili unamwambia Mungu akitaka kuokoka waokoke, kama hataki akae. The next day you have given up on God and you are just saying if he wants to die, let him die. You are a far much better person. Uko bora zaidi kuliko hivyo. Keep on believing in God for them. Endelea kuamini Mungu kwa ajili ya hao. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Bwana Yesu One asifiwe. thing God has taught me, Kitu Mungu amenifunza, I will never give up on anybody. sitakata tamaa kwa yeyote yule. No matter how bad they may look, Haijalishi hao wamekuwa no wabaya kiasi matter gani. how evil they may be, Haijalishi wamekuwa waovu kiasi I will gani. never give up on them. Sitakata tamaa kwa ajili yao. Do you know why? Wajua kwa nini? Jesus did not give up on me. Yesu hakufa I moyo. was wasted. Nilikuwa I nimeharibika. was wasted, seriously wasted. kabisa. But when he came to me, Wakati alikuja kwangu, hey, he made me a better person. alinifanya mtu He bora. still can make them better people. Anaweza pia kuwabadilisha, kuwafanya bora I hao. love what my sister was preaching about her morning. Ile dada yetu alikuwa anahubiri asubuhi ya leo Evangelism. kuhusu kuhubiri. That's my favorite kind of ministry. Hiyo ndio dawa yake bora zaidi. That's where the heart of God is. Hapo ndio ambapo moyo wa Mungu uko. Evangelism, that's where the heart of God is. Hapo ndipo moyo wa Mungu uko. Imagine him giving his only son to die. Alipeana mwanawe pekee afe. There's no greater sacrifice than that in the Bible. Hakuna dhabihu kubwa kuliko hiyo katika Biblia. Why did he die? Bwana Yesu So alikufa that those who believe in him ili ndiposa wanaomwamini shall not perish, wasipotee but have everlasting life. bali wawe na uzima wa I know milele. some of you here, you are trusting God Najua wengine wetu hapa tunatumaini that maybe your husband, labda mume wako, maybe your children, labda watoto wako, maybe your relatives labda watu wa nyumbani may come to Jesus. waje kwa Yesu. I came to tell you, don't give up. Nimekuja kuambia usife It moyo, will come to pass. itatimia. You only need to stop doubting. Unahitaji It will come to pass. itatimia. And another thing, Na kitu do kingine, not give up on them. usife moyo kwa kuwa, Do not hate them. usiwachukie. Love them because Jesus still that loves them. Wapende kwa sababu Yesu bado anawapenda. Hallelujah. Hallelujah. Hapo nadhani Yesu anapenda tu Wakristo peke yake. Do you think Jesus only loves believers? Even the sinners he still Yesu loves them. anapenda mpaka wenye dhambi. And it is that love that brings them Ni to him. upendo unaowaleta kwake. Hallelujah. We Hallelujah. are ambassadors of Jesus on earth. Sisi ni ambassadors ama Yes, ambassadors of Jesus. ambassadors wa Yesu katika hii dunia. Praise the Lord. Amen. The easiest way to get to a person, Ile njia rahisi ya kufikia mtu it is to show them love. ni kuonyesha upendo. The easiest way to preach to an unbeliever, Ile njia rahisi kabisa ya kuhubiria mtu asiyeamini it is to show them ni love. kuonyesha upendo. Don't go condemning them. Usiende ukiwalaumu. Oh. Show them love. Waonyeshe upendo. Show them love. Waonyeshe I upendo. want us to be finishing. Nataka tumalizie. I may not have time to finish everything. Singekuwa na muda wote wa
kumaliza kila kitu, but before I conclude, lakini bali kabla nimalizie, faith is what will make you refuse to be associated with the system of Egypt. Imani ndio itakayokuwezesha kukataa kufananishwa na ule mtindo wa Misri. Praise the Lord. Amen. Let us look at what Moses did. Tuangalie kitu Musa alifanya. Hebrews 11:24. Waebrania 11 mstari wa 24 to 26. hadi mstari wa 26. And the Bible says, Biblia inasema, let me begin by verse 24 is good. By faith Moses, kwa imani Musa, when he was grown up, wakati alikuwa amekuwa, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, alikataa kuitwa mjukuu wa Farao, choosing rather to be mistreated with the people of God, akaona bora zaidi kutumika vibaya na watu wa Mungu than to enjoy the fleeting pleasures of sin, kuliko kufurahia yale matunda ya dhambi ya nyumba ya Farao. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Biblia inasema the fleeting ni the fleeting pleasures, ni ile ama nisema ule utamu unaisha. Hallelujah. Ile ladha inaisha ya dhambi. Hallelujah. The pleasures that are fading away. He considered the reproach of Christ greater wealth, Yes. Amen. than the treasures of Egypt. Aliona bora zaidi ile karamu ama ile tumainio ndani ya watu wake kuliko zile tamaa ama zile furaha zilizokuwa katika Misri. For he was looking to the reward. Kwa sababu alikuwa anaangalia ile tuzo. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. You all know the story of Moses. Tunajua tu vizuri vyema story ya Musa. A time came he was born, Kuna wakati ilikuja akazaliwa and all the male children were to be killed. na watoto wote wa kiume walikuwa wanauawa. But God preserved him, Mungu alimtunza and he found himself in the system of Egypt. na akajipata katika ile hali ya Misri. He was brought up in the system of Alilelewa Egypt. katika ule ukuzi wa Misri. He understood the things of Egypt very Alielewa well. vitu vya Misri vizuri. Hallelujah. Hallelujah. He knew the gods of Egypt. Alijua ile miungu ya Misri. But when he was grown up, Lakini wakati alikuwa he remembered where he came from alivuka mahali alitoka and the God they worship. na Mungu alioabudu. And the Bible says he considered the reproach of Christ greater. Na yeye aliona ile kudharauliwa kwa sababu ya Kristo bora zaidi than the pleasures of Egypt. kuliko ule uovu wote wa Misri. I don't know what is your environment, Sijui maeneo yako ama, but is your faith enough lakini kama imani yako iko juu vizuri, to say no to the system of Egypt? imani yako inatosha kukataa zile tamaa ama In your place of work, katika kazi yako. is your faith enough Imani yako inatosha to say no to the system of Egypt? kukataa ile mitindo ya Kimisri. Hallelujah. Hallelujah. Is your faith enough Imani yako inatosha to say no to bribery? kukataa ufisadi Hallelujah. ama hongo. I'm Amen. a student at Egerton. Ni mwanafunzi katika chuo cha Egerton, Anasomea kuwa mwalimu. anasomea kuwa mwalimu. Somebody told me to be employed as a teacher. Mtu alimwambia ajiriwe kama mwalimu Then before this CBC thing came, wakati CBC ilikuwa itafika. I will need 300,000 Atahitaji 300,000. ya kuongana Yes, to bribe the officials. for me to become a teacher. Ndio ajiriwe kuwa mwalimu. And I told the person, Na nikamwambia, nitangoja waniajiri I'll wait they employ me bila hiyo 300,000, without that bribe. na kama lazima ikue, And if at all it is a must for it to Mungu be there, anionyeshe njia ingine. God will provide another I way. cannot compromise my standards for nothing. Amen. Praise be to God. Amen. I will not compromise my standards for nothing. Ile kiwango chake hata kilinganisha hata kiuza kwa kitu yenye hakuna. Hallelujah. Amina. If you have to bribe somebody to get that job, Lazima utoe hongo ndio upate kazi, it is not from God. si ya Mungu. Ladies, if somebody asks to do some nasty things with you for them to give you a job, Kama lazima mtu afanye hilo vitendo vyenye havifai ndio upate hiyo kazi, as a Christian, it is not the will of kama God. Kristo, hayo si mapenzi ya Mungu. Leave it. You cannot Achana die. nayo, huwezi kufa. Don't you know your God? Endelea na Mungu. Praise be to God. Amen. Don't you know your God? Kwani hujui Mungu wako?
Hallelujah. Amen. And for you to get a promotion, Ati lazima you have to please the boss. lazima upendeze Oh no, my God is far much greater than Mungu that. ako bora zaidi kuliko hiyo. Praise be to Na God. Yesu asifiwe. Say no to that. Kataa hayo. Faith will enable you to say no Imani itakuwezesha to kukataa the system of kwa ile Egypt. mitindo ya Kimisri. Hallelujah. Praise be to God. Bwana Yesu And I asifiwe. will repeat this. If you have to bribe anybody Tia hivi, kama lazima utoe hongo kwa mtu yeyote to get a job, ndio upate kazi, it is not the will of God. hayo si mapenzi ya Mungu, achana nayo. You will bribe them, Utawapea hongo, get into that job, ingie kwa hiyo kazi, lose your relationship with God, ukose msimamo wako na and Mungu, because it was not His will, na kwa sababu hayakuwa mapenzi ya Mungu, you will also lose that job. hautakosa hiyo kazi. And let me tell you one thing: anything that does not please God, Kitu chochote kisichompendeza Mungu, no matter how much hard work you put into it, haijalishi bidii unayotia ndani yake, it will never bear fruits. haitazaa matunda, It cannot bear fruits. hayawezi kuzaa matunda. So before you go into anything, Kabla uanze kitu chochote, hallelujah. Hallelujah. Before you go into anything, before uanzishe kitu chochote, ask God, is this your will? omba Mungu, umuulize, haya ni mapenzi yako Mungu? Je, Is this your will? je, haya ni mapenzi yako? And anything you are doing, Kitu chochote unachofanya and it takes away the time you had with God, na kinachukua ule muda ulikuwa unatumia, be careful, it can fail. angalia sana, inaweza anguka. Hallelujah. Amen. How many of us are ready to say no to the system of Egypt? Watu wetu ni wako We will not bribe anyone to get jobs. honga mtu yeyote. We will not compromise our faith to get jobs. Amen. 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 Hatutakiuka imani yetu tupate kazi. Our God can provide jobs. Mungu anaweza tuletea kazi. Actually, sometimes He does not even need to provide a job for you. Si lazima akupe kazi. Hallelujah. Amen. The Bible says He is the creator. Biblia inasema Mungu ni muumbaji. So He can give you an idea to create also. Mungu anaweza kupea kazi, anaweza kupea hayo maoni ya kuunda May kazi. God give us the ability to become creators. Mungu atupea maoni ya kuunda pia sisi. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. And become your own boss. Ukuwe mwajiri wako And wewe solve mwenyewe. solutions for others. Yes. May the Lord open your mind Mungu afungue akili yako. so that you will not just be limited Kwamba utakuwa unapimiwa to being an employee. ati wewe ukuwe ni mwajiriwa. May God begin to open our minds and Mungu give you afungue akili zetu, different atupe ideas, maoni ya kibiashara, different business ideas, maoni ya kibiashara tofauti tofauti. or opportunities that nobody has gone into. Yes. Praise be to God. Amen. Look at your area. May God give you an idea Mungu akupe maoni katika eneo lako that will solve a problem for a people. ambalo litaleta suluhisho kwa And shida give you fulani. money. Likuletee. Because you need money. Kwa sababu unahitaji pesa. Even as a Christian, you need money. Kama Mkristo unahitaji May God pesa. give us ideas. Mungu atupe hayo maoni In Jesus' name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. We will not be limited. Hatutakuwa tumepungukiwa. Hallelujah. Haleluya. Si Mungu akupea idea ya kukuwa na kampuni May yako. God give you ideas to have your own company. Mbona Why unajizuilia? are you limiting yourself? Usiseme uwezi, unaweza. Don't say you cannot, you Hata can. kama ni kampuni ya kuuza mayai, kusupply choka mzima, Mungu akupee. If it's an egg selling Because you company, need it. when they try to And you need money. you need the money. And the kingdom of God also needs money. Hallelujah. Amen. Mungu atupee pesa. May God give us money. Akupee ideas. May God give us ideas. Amen. Amen. Let us look at something as we conclude. Tuangalie kitu kidogo tunapomalizia. In the book of Hebrews still. Waebrania. Then I will go to Luke chapter 1 verse 48. Tarudi Luka. Hebrews chapter 11 Waebrania 11. verse verse 11. Mstari wa 11. By faith Kwa imani Sarah herself Sara mwenyewe received power to conceive ilipokea ile nguvu ya kuzaa even when she was past the age, wakati alikuwa miaka yake imepita ule umri wa kuzaa, since she considered him faithful kwa maana Mungu alimuonelea yeye mwaminifu, who had promised. aliyekuwa ametoa hiyo Sarah ahadi. received power Sara alipata ile kibali by faith. kwa imani.
It is true she was barren. Ni ukweli alikuwa tasa, She could not conceive. hangeweza kuzaa. But the moment faith came in, Wakati kipengele cha imani the kilipokuja, element of power came in. nguvu ikakuja pia. Praise be to God. Bwana Yesu I want us to asifiwe. go together. Twende pamoja. She was barren. Alikuwa tasa, She could not conceive. hangezaa. But the moment faith came in, Kipengele cha imani kilipoongezeka, there was a supply of power kulikuwa na ile nguvu iliongezeka, for her to conceive. akaweza kuzaa. I don't know what is looking like barren in your life. Sijui ni hali gani inakaa kama ina utasa katika maisha yako, Unfruitfulness in your life. kwamba uzai matunda uendelee. I can tell you one thing. There is one thing that can trigger power. Nakwambia kuna kitu kimoja kinacholeta hizo nguvu, And the moment power comes, it comes with na influence. wakati nguvu inakuja na mazao fulani au matunda fulani, And the only thing that can trigger power in your life is faith. na kitu ambacho pekee kinaweza kuleta hiyo nguvu ni imani. Anytime Jesus met a man full of faith, Wakati wowote Yesu alipatana na mtu ako na imani, power left him nguvu ilimuondoka to affect the life of that person. ifikie huyo mtu na We have imani. talked about the woman with the flow of blood. Tumeongelea mwanamke aliyetokwa na damu. Her faith triggered her to Jesus. Imani yake ilimpeleka kwa Yesu. Faith. Imani. And she touched the garment by faith. Akashika ile pindo ya Yesu kwa Power imani. was available to heal. Nguvu ya Yesu ikamtoka ikamponya. Hallelujah. Amen. What do you need power for in your life? Nini unahitaji nguvu kwalo katika maisha yako? Elevate your faith. Inua kiwango chako cha Elevate imani. your faith. Inua kiwango cha imani. Power will work Nguvu itatoka in the instance of faith. katika kuwa na imani. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Amen. Power will be available Nguvu itapatikana for a man full of faith. kwa mtu ambaye ako na imani. Look at the story of Joshua. Angalia story ya Yoshua. His faith in God Imani yake ndani ya Mungu availed too much power ilileta nguvu mingi kiasi that kwamba the sun had to stop kwamba jua na mwezi ilisimama for him to fight and win the battle. ndiposa aweze kupigana ile vita. Some of you need power in your life Wengine wetu tutahitaji nguvu katika to maisha. stop everything that is not working for you. Tupishe mambo ambayo hayafanyi katika maisha yetu. Use faith. Tumia imani. Power will be available. Nguvu itapatikana. Let us be upstanding in Jesus' name. Simama tu kwa miguu yetu. Holy Spirit of God, we thank you. Bi Bwana kusaidie. Just lift up your two hands before the Lord. Tell the Lord to help you. Inua mikono yako, mwambie Bwana akusaidie ili imani yako iongezeke na nguvu ya Mungu ikaonekane ndani ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie. Makatalabo ziketeli bagada sayadabo. My Father, help us that in Jesus' name we shall see your power at work in our lives. In the name of Jesus Christ, I welcome the Reverend even to pray with us. Enda mbele za Bwana. Ndiye Bwana ndio imani yako. Mwambie Bwana ainue imani yako. Hakuna
usichoke kuinua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana hakuna kama wewe. Mwambie hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Bwana. Mwambie Bwana kuongeze imani. Mwambie Bwana kusaidie imani aliyoashiria. Neno nasema ya kwamba hata kama ni dogo kiasi ya chembe shahada ndani, yeye una uwezo wa kuamrisha milima. Katika jina la Yesu Kristo, unapoinua mikono yako, nataka uinue imani yako ya kwamba kila mlima ambao umekuletea, kila guzo ambao limezuia maisha yako, kila jambo ambalo limekuwa ni nzito katika maisha yako, kila jambo ambalo limekuwa ni nzito kwa familia, nataka tuamini siku ya leo ya kwamba tunapoinua mikono yetu tutaiamrisha kumoka katika jina la Yesu Kristo. Tutaiamrisha kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni tano miaka ngapi, katika jina la Yesu Kristo tunaamini siku ya leo ya kwamba inamoka. Hatujui ni nani alipanda, labda ilipandwa na babu wa babu zako, lakini siku ya leo inamoka katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba inaondoka kila tatizo ambalo linasumbua maisha yako, kila ugonjwa ambao unasumbua maisha yako. Mulilie Bwana siku ya leo, muamini Bwana siku ya leo. Amini tu kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Sara kaamini, neno la Bwana linasema akapata mtoto hata kwa umri wa uzee wake. Katika jina la Yesu, siwende tu mbele za Bwana, tumwambie Bwana siku ya leo, tumwambie Bwana kwa neno lako, Baba nimekubali kupokea imani hii, Baba nimekubali kupokea imani hii. Tumwambie tu Bwana kupitia neno lako, Baba nimekubali, nivunja kila nanga, kila nira za shetani ambazo zinazuia prosperity yako katika jina la Yesu Kristo, ambaye zimezuia elevation yako katika jina la Yesu Kristo. Tumwambie Bwana ya kwamba pingamizi na vizuizi vyote vianguke sasa kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amini ya kwamba inawezekana. Hilo jambo ambalo limekusumbua, uombe ambaye amekusumbua, huyo mke ambaye amekusumbua, na watoto ambao wamekusumbua, katika jina la Yesu, kwa imani inawezekana, kwa imani inawezekana. Hiyo kukosa kazi siku ya leo inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Nataka mtu ambaye anaamini ainue tu mkono wake mbele za Bwana. Iwapo unaamini Bwana ya kwamba anaweza, iwapo unajua ya kwamba hili jambo ambalo limekuwa ni ngumu, ninaliaminia Bwana siku ya leo, inua tu mkono wako mbele za Bwana. Iwapo hauna imani, nataka kukueleza ya kwamba haitawezekana, hata tukuombea haitawezekana. Lakini kama una imani, hata kama ni ndogo, umejaribu mara ngapi, haijalishi, mbele za Bwana anatangaza siku ya leo. Kwa hiyo tu imani ndogo inayokuwezesha kuinua mkono wako mbele za Bwana. Mwambie Bwana nimeinua imani yangu. Mwambie Bwana nimeinua imani yangu. Mwambie Bwana dakika hii nimeinua imani yangu, na ili Bwana unitimizie haja ya moyo wangu, na ili Bwana unitimizie ombi la maisha yangu, na ili Bwana unibadilishie hali ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana unapoingia mwezi wa 4, unaingia na imani ya kwamba inawezekana katika jina la Yesu. Nataka kutabiri kwako, wewe ambaye ulingoja Januari, wewe ambaye umengoja Februari, wewe ambaye sasa hata unangoja Machi na unasema ya kwamba inaisha lakini haijatimia, nataka nikueleze ya kwamba inawezekana katika jina la Yesu.
uamini inawezekana. Nataka useme inawezekana. Mwambie Bwana inawezekana. Kama ni wewe Bwana inawezekana. Mwambie tu kama ni wewe Bwana inawezekana. Na kwa hivyo ninaamini. Na kwa hivyo nimeamini ya kwamba imewezekana. Imewezekana. Kila ombi ambalo umeomba mbele za Bwana, nataka tuamini kwa pamoja imewezekana. Inua mikono yako miwili mbele za Bwana. Kama tunaweza inua katika jina la Yesu Kristo, nataka tumchapie Bwana makofi mazuri. Makofi ya kwamba imewezekana. Makofi ya kwamba unashangilia hilo ambalo umekuwa nalo. Makofi ya kwamba unashangilia hilo hitaji ambalo umekuwa nayo. Makofi ambayo inashangilia uwezo wa Mungu katika maisha yako. Mwambie Bwana hiyo jambo ambalo limenisumbua kumbe linawezekana. Shangilia mbele za Bwana. Ruka mbele za Bwana. Mwambie inawezekana. Mwambie imewezekana. Mwambie imewezekana. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.